Kitu ya saba, upako ya ukombozi. Ni ile upako ambayo inaweza kugomboa mtu ama inatosha mtu katika dhambi, inaondoa mtu katika mateso na inakuleta tena. Kitu ya mnane, upako ya ualimu. Ile ni upako ya neno, watu ambao waliitwa kwa kufundisha watu, kwa kufundisha kanisa, na inaleta pia upako. Upako unalingana na kazi, sio jina. Unajua, acha nikwambie jinsi gani upako inavyofanya kazi. Kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wake wa 38. Mungu alivyomtumia Yesu mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akampatia upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako unafanya kazi hata kama mtu ni mdhaifu. Unaweza kuwa mdhaifu kwa mwili, lakini wakati ambapo unapewa upako, ile upako inakufanya kuwa na nguvu kitofauti. Kuna mambo ambayo inayoharibu upako. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wake wa 14, mambo yanayoharibu upako. Kitu ya kwanza, unajua kitu ambacho kinachoharibu upako ni dhambi ambayo inayoendelea, ambao unaoifanya kila mara. Na ile dhambi ambayo unaoifanya ndiyo ambayo inaokuwa chanzo ya kuharibu upako ambao uko nayo. Utajikuta ni mhubiri mzuri, ni mwimbaji mzuri, ni muongozi mzuri, lakini iko katika kichwa chake ni mzinifu, ni mlevi, ni msema uongo. Na ile dhambi ya kuendelea ambao hauachake ni ile ndiyo ambayo inaharibu upako. Kitu ya pili ambayo inaharibu upako ni kiburi. Unajua, unaweza kuwa mhubiri mzuri, unaweza kuwa mwalimu mzuri, unaweza kuwa mwimbaji mzuri, unaweza kuwa mpiga muziki mzuri, lakini kenye kitaharibu ile upako ambao watu wanakuwa wakikufuata sana ni ile kiburi. Wakati yenye ulishajua kama una upako kuzidia hata baba yako wa kiroho, una upako kuzidia hata mtu ambaye aliyekuongoza, ile inaleta kiburi mwisho wake. Na wakati kiburi inaingia, inakupeleka katika maanguko. Kwa nini shetani aliitwa shetani? Ni kwa sababu ya kiburi ambao haliokuwa nayo. Kitu ambacho kinachoharibu upako ni kutokutii. Unajua, haiko kukuwa na upako manake ndo unakuwa kiongozi wa kiongozi wako. Upako tu ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako, na ameiweka ndani mwako ili ushuke chini ya mtu fulani, na unapotii yule anayekuongoza inafanya upako yako kuendelea. Lakini kutokutii yako inaweza kuharibu upako ambao umepewa na Mungu. Mungu anaweza kukuambia uende sehemu, lakini unashindwa kutii. Kushindwa yako kutii inasababisha kwamba ile upako inanyanganywa na inapelekwa kwa mwingine. Kitu ya ine kinachoharibu upako ni unashindwa kuheshimu mambo ya Mungu. Unajua, wakati wa ibada unatakiwa kuenda wewe kama vile mtumishi, mwimbaji, mpiga muziki, Mkristo. Ukipewa upako kwa Mungu, ujue kwamba ni kwa faida ya Mungu, na unatakiwa kuheshimu mipango ya Mungu. Mungu akikwambia kwamba enda sehemu, ama ni siku ya ibada, ni siku ya repetition, ni siku ya kufanya mambo fulani kanisani, unatakiwa kuwepo, kwa sababu ile kuheshimu mambo ya Mungu inafanya huduma yako kupanda na upako yako kupanda. Lakini kutokuheshimu mambo ya Mungu inafanya upako kuharibika. Kitu ya tano ya mwisho, kukosa maisha ya siri. Mungu ana besoin ya visibility, me Mungu iko na besoin ya secret. Anasema, ingia katika chumba chako cha ndani uniite na mie nitaitika na nitakuonesha makubwa. Unajua, kukosa maisha ya sirini na Mungu inaharibu upako. Jifunze maisha ya sirini, jifunze vie de priere, jifunze vie de jeûne, jifunze vie ya cache-toi. Na wakati unajifunza ile maisha, itakufanya weye kubaki na upako ambayo Mungu ameweka juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Gisi gani unaweza kupandisha upako ndani mwako? Ukisoma kitabu ya Timotheo wa pili
1 mstari wake wa 6. Uichochee karama ya Mungu iliyo ndani mwako. Amen. Unajua, kuchochea karama ni maisha ya maombi mara kwa mara. Ili upande katika ngazi ya upako, jifunze vie de priere. Jifunze kuomba asubuhi, jifunze kuomba mchana, jifunze kuomba usiku. Vie de priere ni kitu cha kwanza kinachofanya maisha ya onction, ama niseme huduma yako kupanda. Huduma haipande kwa bure, lakini inalomba gharama. Gharama ya kwanza ni vie de priere. Gharama ya pili ni neno la Mungu. Hauwezi kuwa mhubiri na usomake maandiko. Hauwezi kuwa mwimbaji, utaimba nini wakati yenye hausomake Biblia? Ndio maana utajikuta waimbaji wengi wanaanza kuimba maneno ya kufanana. Ni kwa sababu wanashindwa kujipatia disipline ya kusoma neno. Ukijikuta fulani aliimba kitu fulani na unapenda utwale ile neno na iweka ndani ya wimbo wako, na ile inaharibu sana uimbaji, inaharibu utumishi. Mtumishi mzima mwingine amehubiri teme fulani na unachukua ile teme unaenda kuhubiri. Mwingine amehubiri verse fulani na unatwala ile gisi alihubiri na jinsi gani alivyofanya, ndo vile na wewe unaenda kuhubiri. Ile haioneshe kwamba unajipatia muda ya kusoma, lakini unaanza kufanya kopi kole, na ile inafanya huduma yako kushuka kuliko huduma ipande. Jifunze kusoma neno. Unaposoma neno hautahubiri kama fulani. Unaposoma neno hautaimba kama fulani. Utakuwa naimba mambo ambayo uko napata inspiration kupitia Saint Esprit. Haleluya. Kitu ya tatu inayofanya huduma ya upako kupanda ni unyenyekevu. Jifunze kunyenyekea. Ingawaje situation, ingawaje sezoa yafika, jifunze kunyenyekea. Usitake kujipatia jina wakati Mungu hajakupa jina. Haujue mwenye alivuma alifanya nini juu avume. Jipatie muda ya kunyenyekea, ya kujua sezo. Ukijua sezo kwamba hii ni sezo iko yangu, ni sezo yangu ni kesho, utanyenyekea juu ufike msezo yako. Bengine biko nagusa madawa leo, batumishi wanagusa madawa, waimbaji wanagusa madawa, mizisi wanagusa madawa. Ni kwa sababu gani? Wanashindwa kunyenyekea. Ukinyenyekea utasubiri sezo yako. Kitu ya ine, maisha safi. Unajua maisha safi ni kitu ambacho kinachofanya kudumu katika upako. Maisha safi, maisha safi ni maisha ya utakaso. Jifunze kujisanctifie, jifunze kujitenga na dhambi, jifunze kujitenga na watu, jifunze kujitenga na vitu vya dunia, jifunze kujitenga na kila uchafu. Unajua leo wahubiri wengi leo ni wazinifu, wahubiri wengi leo ni washarati, waimbaji wengi leo ni washarati. Ni kwa sababu hawajaelewa kwamba kenye Mungu anachokitaka ni kwamba kudumu katika usafi, lakini kenye shetani anataka ni kwamba tutoke katika usafi alafu tuingie katika uchafu. Ijapokuwa Ufunuo inasema kwamba mchafu na azidi kujichafua na mtakatifu na azidi kujitakasa. Ukitaka kudumu katika upako, jifunze la sanctification, jifunze utakaso. Kitu ya mwisho ya sita, kujifunza kutii Roho Mtakatifu. Unajua mara tunakuwa tunatembea kwa akili zetu, tunashindwa kutimiza yale ambao Roho anataka kusema kwetu. Mara tunataka kufanya mambo ambao akili yetu inatutuma kuliko kwanza kusikia maagizo ya Roho Mtakatifu. Unaposikia maagizo ya Roho Mtakatifu itakufunza jinsi gani ya kutembea. Wengi wanatembea kwa akili zao, ndio maana wengi wanatembelea dhambi. Lakini ukijifunza jinsi gani Roho anavyozungumza, utaona kwamba kumbi ninatakiwa kusikia maagizo ya Roho Mtakatifu. Haleluya.